Tuliona katika utangulizi na hata wiki iliyopita tukaona kwamba uaminifu ni kitu kinachokaa ndani ya mtu, ama ni roho inakaa ndani ya mtu, lakini ina platform yake, na hiyo platform isipokuwepo hata ukafanya nini huwezi kuwa mwaminifu. Na kama utakuwa mwaminifu ni kwa kitambo kidogo. Unaweza kuwa mwaminifu hata kwa mwaka mmoja, miaka miwili, haina maana umekuwa mwaminifu. Unaweza kuwa mwaminifu kwa miaka mitatu hata minne, haina maana wewe ni mwaminifu. Mwaka wa 5 unaanza kugairi yale uliokuwa umeyaona kwamba ni umeyafanya kwa uaminifu, unaanza kuachana nayo. Mwaka wa 2 unaanza kuachana nayo, unaanza kuchoka, unaanza kuona kwamba mbona hiki kitu inakaa tu hivi kila siku zote nakaa tu hivi. Unaanza kuchoka. Kitu gani kinafanya mtu anachoka? Ni kwa sababu kile ambacho kingetunza uaminifu wa milele. Bwana anasema, hata asubuhi alikuwa anasema na mimi hapa, uwe mwaminifu kwangu hadi kufa. Anasema sana hilo neno, kuwa mwaminifu hadi kufa. Ni kwamba majira yakiwa ni ya jua, wewe utabaki mwaminifu. Majira yakiwa ni ya mvua, utabaki mwaminifu. Haijalishi unaona giza, utabaki mwaminifu. Haijalishi unaona ni, tumehubiriwa hapa asubuhi, mtu anakubali nje lakini ndani kwenye moyo hamna, kwa sababu hakuna uaminifu wa kukubali, hakuna uaminifu wa kumfanya akubali alafu kikae ndani ya moyo, sababu kile kisahani tulichosema ni chombo hakipo. Kwa hiyo hata kile ambacho naona kwamba naweza kufanya na kuwa mwaminifu kwa mwaka 1, 2, 3, 4, ina maana ule uaminifu unatafuta makao ndani. Napofika mahali makao hayaonekani, mwenye nyumba anaanza kuinuka, kwa sababu hakuna kitu kimekaa hapo. Mwenye nyumba ni nani? Ni yule ambaye alikuwa ananiendesha siku zote. Akishainuka, nitaanza kuyaona yale ambaye nilikuwa nikiyafanya kwa uaminifu kwamba nilikuwa nakosea. Ndio tunaanza kuyatukana matakatifu. Unaanza kutukana kile ambacho ulikuwa unakiona ni sawa. Unaanza kutukana kile ambacho wakati fulani ulikitii. Unaanza kumtukana yule ambaye siku fulani ulimtii. Sasa amekuwaje shetani leo? Wakati kuna wakati ulimuona mzuri. Hicho ambacho unaanza kukiona ni kibaya, kimekuwaje kibaya leo? Ni kwa sababu ndani yangu ndio kuna shida. Chombo ambacho kingehifadhi yale niliyoyafanya kwa uaminifu hakipo. Kwa hiyo yale niliyoyafanya hayana makao. Na kwa sababu hayana makao, ni rahisi kufanya nini? Kuondolewa na adui. Na yakishaondolewa, kwa sababu nimegeuzwa, naanza kuona hivi, mimi ndio nilikuwa nafanya, mimi ndio nilikuwa pale, mimi ndio nilikuwa nafanya hivi. Unaanza kuona kinyaa, kwa sababu mwenye nyumba kainuka akakaa kwenye kiti ambacho uadilifu ndo angekaa pale. Ndio ule uaminifu ungeendelea kuwepo, na wewe ungeendelea kushuka na kufanya na kutenda hivyo kama sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo uaminifu unakuwa sio sehemu ya maisha yangu. Kuwa mwaminifu kwa miaka 2, 3, 4, 5, bado sijakuwa mwaminifu. Biblia inatutaka tuwe waaminifu hata kufa. Kwamba unaona kabisa kwamba hiki ni kifo. Kwani mpaka nikaanza kuyatukana matakatifu? Si ni kwa sababu kuna kitu niliona kikanishtua, kikaniyumbisha, nikaona kwamba sinaweza kufa hapo, acha mimi niondoke. Ndio hiyo kuwa mwaminifu hadi kufa. Yohana alijua anaenda kukata kichwa, lakini angesema tu nishamaliza kazi, kwa hiyo mimi jamani, mimi niacheni. Lakini alikuwa mwaminifu hadi kifo, na kichwa chake kikaletwa kikiwa bado kiko hai. Unajua mtu akikatwa shingo bado anakuwa yuko huku zinafanya kazi. Kichwa chake kikaletwa na sahani. Alikuwa mwaminifu hadi kufa. Na wengine wote wale mitume walivyofanya, walikuwa waaminifu hadi kufa. Hawakufika mahali hata walipoyakuta magumu wakayatukana matakatifu. Hakuna siku walifika wakajuta. Wale waliokuwa wanaambatana nao, wao waliwaamini
kwamba ni waaminifu. Unaenda Changa? Twende, tutaenda wote. Nauli nitajilipia, twende. Unaenda wapi? Unaenda kwa unaitwaje kwa yule Elisia? Kwa Mwigwa? Twende, nauli nitajilipia. Unasema jamani, sisi ndo mtumishi mwaminifu jamani. Tena anaenda kwa gharama zake. Tena mahali kwenyewe anakokwenda, tunakokwenda ni porini, lakini amekubali kwenda. Mpe miaka 2. Atayatukana yale aliyokuwa ameyafanya. Na atasema najuta. Kwa nini nilitoa nauli yangu kwenda? Najuta. Mimi nilishawaambia. Nikaambia watu walikuja kudai na sadaka zao za fungu la 10. Kitu gani kinamfanya mtu ametoa fungu la 10 kwa Mungu alafu anakuja kudai kwenye madhabahu ya Mungu? Uadilifu. Watu wanatoa sadaka huku mbele. Ndio maana tulisema kutoa kwangu ama kutoa kwako hakuhesabiwi kwa sababu nimeleta pesa kwenye sanduku. Hakuhesabiwi kwa sababu nimebeba kitu nikaleta mbele za Bwana. Hapana. Moyo wangu ndio unahesabika na Mungu. Moyo wangu ndio unatoa mahesabu ya kile nilichobeba. Kama moyo wangu hauna uadilifu, nilichobeba hakina thamani kwa Mungu, kwa sababu sijakipeleka kwa uaminifu. Tena napeleka kwa kunungunika. Tena saa nyingine unapeleka mpaka upigiwe kelele. Si ndio watu wanapigiwa makelele ndani ya makanisa siku hizi? Mpaka mchungaji akalete mhubiri kutoka Nairobi. Alipe na gharama za mtu kutoka Marekani. Alipe milioni 2.8 za nauli. Kuja wewe ulioko hapa kwenye kiti cha ndani ya kanisa uhubiriwe kutoa. Alafu ndio mtu akitoka kule akahubiri, mkatoa ndani ya kanisa, mwatoa sana siku hiyo. Alafu mwafikiri sadaka zenu zimepokelewa, mmeliwa. Hakuna mali zilienda, kwa sababu ulitakiwa utoe kabla ule mhubiri hajaja. Ulitakiwa uelewe kwamba kanuni ni nini. Kama ulikuwa unatoa shilingi 500 kwa hiyo amekuja mhubiri kutoka Nairobi, ndio unasema ni kweli, ni kweli. Alihubiri mtumishi asubuhi. Wakaambiwa watoe wahesabu mara 100. Akasema natoa 500,000. Kwani ulikuwa unatoa sadaka 500,000 wewe siku zote? Kitu gani kilikufanya utoe na 500,000? Sio 200,000 ambazo ndio zilibaki. Hamna kitu hapo. Hiyo ni hewa. Uaminifu unahesabiwa wakati uadilifu umekaa ndani. Sasa tunajidanganya mara nyingi sana, na tunadanganywa mara nyingi. Usitoe kwa sababu uliambiwa. Toa kwa sababu unajua ulitakiwa kutoa. Usitoe hata hapo. Usilete sadaka yako kwa kunungunika. Usilete. Usinajisi madhabahu ya Mungu. Toa sadaka ambayo unajua ndani ya moyo wako umeenda kumtolea Mungu, kwamba moyo wako. Huwezi kusema we ni mwaminifu na siwezi kusema mimi ni mwaminifu mpaka kwanza nimekuwa mwaminifu kwenye nafsi yangu mimi mwenyewe. Kwanza nimekuwa mwaminifu kwenye nafsi yangu mimi mwenyewe. Niwe mwaminifu juu yangu mimi mwenyewe. Na kwaje mwaminifu juu yangu mimi mwenyewe? Nitakuwa mwaminifu juu yangu mimi mwenyewe kwa kuacha kufanya yale yani kwa kuacha kujikosea mimi. Sikilizeni niwaambie, kabla ya kumkosea Mungu najikosea mimi kwanza, kwa sababu mimi nafahamu kwamba hii nikifanya hivi naenda jehanamu. Alafu mimi nikafanya, nimemkosea nani kwanza? Si nimekosea nafsi yangu nao kwenda kuitesa milele? Kabla sijamkosea Mungu nimejikosea mimi kwanza. Sasa ili niwe mwaminifu lazima niwe mwaminifu kwa nafsi yangu kwanza. Sasa uaminifu kwa nafsi yangu kwanza ni pale mahali ambapo kile ambacho sitaki nafsi yangu ipokee, kwa maana mateso ya jehanamu, sitakiruhusu kiingie ndani yangu. Ndio nimekuwa mwaminifu kwanza kwangu. Ndipo sasa nakuwa mwaminifu kwake Mungu. Maana kile nitakachoacha kufanya ambacho ndio kinaenda kuniangamiza, ndio Mungu atakiona. Alafu atanihesabia haki katika hilo. Kwa kuiponya nafsi yangu.
nimekuwa mwaminifu kwa kuiponya nafsi yangu. Sasa hiyo hakuna mtu hapo anayeniambia kafanye hivi. Hayo yananihusu mimi mwenyewe kwanza. Kwa hiyo watu tuliokoka tunaishi maisha ya uongo yasiyobeba ukweli ndani yake, kwa kutokuwa waaminifu kwa nafsi zetu sisi wenyewe. Na hiyo ndio inayopelekea kwamba mtu inakuwa ngumu kwake kuwa mwaminifu kwa Mungu. Hatuwezi kuwa waaminifu kwa Mungu. Ndio maana hata ukifanya kitu kwa ajili ya Mungu kwa muda fulani, baada ya muda unasikia umechoka, kwa sababu kwanza nafsi yako ulishaikosea. Haikuamini. Nafsi yenyewe haikuamini hicho unachosema wewe. Nafsi haikuamini hicho unachofanya, kwa sababu ulishamdanganya sana. Umemfanya naishi kwenye maisha ya hatihati. Labda unaiumiza nafsi yako, unaikosea nafsi yako, unaitesa nafsi yako, kuifanya inaishi ikijua kwamba naenda wapi. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini hapa? Kabla Mungu hajapata uchungu aliyeniumba kwamba mwanangu anaenda kupotea, yule anayepotea kwanza ndio anafeel ile pinch, ndio anasikia yale maumivu. Ndio maana unaikuta nafsi yako inapoteza usalama wake juu ya maisha yake, ndipo wewe unakosa kuwa na uhakika na maisha unaoishi hata ya wokovu. Kukosa uhakika kwenye wokovu ni nafsi ni kama vile nakwambia hivyo inakushangaa. Na mimi sasa Helena nakosa uhakika kwenye maisha ya wokovu. Kwa sababu gani? Ufalme ulio ndani yangu umefitinika. Ufalme ulio ndani yangu umefitinika. Na ufalme ulio ndani yangu ukifitinika, kamwe siwezi kufanya kitu kwa Mungu kikawa sawa. Ndio maana makosa ni mengi kwenye maisha yetu ya wokovu. Kwa hiyo la kwanza ni mimi mwenyewe kwenye nafsi yangu, nihakikishe kwamba naifanya nafsi yangu ipate raha. Jamani, si alisema Yesu mpate raha nafsini mwenu. Unafikiri hiyo raha inatokana na nini? Nafsi najisikia furaha inapowekwa kwenye ule usahihi wake ama uhalisia wake. Kwa hiyo nafsi inafurahia inapojua kwamba inaelekea wapi. Ndipo unasikia amani ndani yako. Hiyo ndio amani ya Kristo Yesu, isiyo hesabu pesa. Sasa watu waliookoka wakipata pesa ndio naona mtu anarukaruka, anacheka. Na nafsi imesinyaa, mwili ndio unarukaruka na kupata unakufurahia, kwa sababu kuna furaha ya mwili imepatikana. Kuna pesa zimepatikana, kuna kazi imepatikana, sijui kuna mume amepatikana, sijui kuna mtoto amezaliwa. Hizo ni furaha za mwilini. Lakini furaha ya nafsi ndio furaha ya wokovu. Leo tumeokoka, mtu kumwimbia Mungu utafikiri amepelekwa seli, yuko polisi na ashafungiwa kule lock up. Kwa hiyo hawezi, yuko tu amekaa pale chini hivi, anasubiri sana kisikia mlango wafunguliwa, si ndio wanakuja kunitoa mimi, sio nimekuja kutolewa dhamana. Unakaa wewe umeokoka, lakini unakaa kama vile mtumwa, mkimbizi kwenye asili yako mwenyewe. Uhuru wa nafsi haupo. Nafsi itafurahia nini wakati nafsi inakosewa? Nafsi itashangilia nini wakati nafsi inakosewa? Ninapokwenda kusengenya na ikosea nafsi yangu, kwa hiyo nafsi inahuzunika. Alafu nikija kanisani nataka kumrukia, kuruka, si kuimba, si kusifu, nafsi nasema haina nguvu ya kuinuka na kufanya kile ambacho matamanio ya moyo wako. Na ndio maana leo nakuta mpaka mtu ambaye pigeni makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo nafsi ilikuwa wapi? Kuna mahali ilikuwa ikiwa imenyongonyea, ikiwa haina furaha. Na wapaga mfano siku zote, nendeni kwa wale mashabiki, fans wa wanamuziki akiwa anatokea tu pale stage hivi, watu wenye kuvua mashati yao wanamtupia, wanafanya, wenye kutaka kukimbia.
mpaka wale mabodyguard hawajui mtu alirukiaje, wanamshangaa mtu huyo stage ameshaenda kumkumbatia. Alafu wewe uko ndani ya kanisa, nafsi yako haina uwezo kumkumbatia Bwana Yesu. Kautafute wokovu. Kautafute wokovu ndani ya nafsi yako, maana nafsi inaishi kwenye huzuni. Nafsi inatakiwa iishi kwenye furaha. Nafsi ikiwa kwenye furaha, kicheko kitatokea nje. Ndio umri, hata kama ulikuwa una miaka 100, wewe unafikiri kilichotokea kwa Hezekia ni nini? Alivyoambiwa kwamba hatauishwa, atarejeshwa, atarudishwa nyuma na kivuli kitarudishwa nyuma, alikuwa anaenda kupokea ile furaha ya ndani ambayo ina rejuvenate, inahuisha nafsi na kuifanya nafsi iweze kurudi kuchangamka. Hezekia alikuwa anakufa polepole, nafsi inakufa, changamko halipo. Bwana kaweka hilo changamko ndani yake, nafsi karudi nyuma, kivuli miaka 15, uhai ukarudishwa nyuma miaka 15. Tunapoikosea nafsi zetu, tunahatarisha maisha yetu, si ya wokovu tu, hata maisha ya duniani. Maana nafsi inapokosa furaha yake, kuishi kwetu kunapungua. Kwa sababu manunguniko, masikitiko, malalamishi na kutokuwa na furaha kunapunguza kuishi kwangu. Na si kupunguza kuishi tu, kuna nyonya afya yangu, inafunga yani viungio vya mwili wangu kuinuka na kufanya kazi. Jo, nakuta mtu ni mdogo, ni kijana, hawezi kufanya kitu. Mimi mnaniona nilivyo, ni changamko la ndani. Haliangalii umri wangu, haliangalii niko wapi, wala mimi sielewi niko wapi. Mimi nikishakuwa mbele za Bwana na muona Bwana, period. Simjui mtu, simjui nani, namjua yeye. Kwa nini namjua? Kwa sababu nafsi yangu imemjua. Kwa hiyo inapokuwa mbele zake inajiachia. Hakuna mtu atatufundisha namna ya kuchangamka mbele za Bwana, si kwa kucheza wala kuimba wala kufanya chochote, ila ni nafsi yangu ndio itaniwakilisha mbele zake. Na nafsi kama imeishi kidanganywa siku zote, nafsi inaishi na huzuni mpaka siku ile ya mwisho inaposhuka kuzimu. Ndio maana mtu anasema, ukiona umetengeneza kitu, yani ulikuwa ujui kama una matatizo fulani, alafu Bwana amekuja kuifunua kwako, ukafikia umetengeneza, unaanza kusikia, yani unasema nasikia uhuru fulani. Ni nafsi hiyo sasa imepokea uhuru wake, kwa sababu uliiweka kifungoni kwa muda fulani, sasa umeifungua. Kwa hiyo sasa iko huru kufanya. Tumeweka nafsi zetu jela. Ndio sasa tunapoziweka jela, hatuwezi kwenda kwa uaminifu. Utafanya leo, kesho, kesho kutwa, nafsi haina uwezo wa kwenda. Utailazimisha siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, itakugomea tu. Lakini hili sinigomee, lazima nafsi yangu iwe halisi. Na ili iweze kuwa halisi, lazima iwe, mimi nitatumia lugha imekombolewa, kwa manake siikosei tena. Kwa hiyo iko huru, nimeiachia uhuru wake, iishi katika furaha yake. Hautachagua chakula, hautachagua malazi, yote hayo ni matatizo. Hayo yamekaa humo ndani, ni vifungo viko kwenye nafsi ambavyo vinamzuia mtu sasa kuwa mwaminifu. Natakiwa kuwa mahali fulani, fanye kitu fulani, nafsi inagoma, nafsi inakataa. Siwezi mimi kukaa hapa, kwa sababu mimi ndo niliingiza kwenye kifungo hicho. Kwa hiyo hapo sipawezi, ala pale napaweza. Kwa hiyo nitakuwa mwaminifu kwa Mungu kweli? Siwezi. Sasa shida ya kwanza tunaiona ni hiyo. La kwanza, lazima niache kuikosea nafsi yangu, niifungue nafsi yangu na niache kujikosea mimi mwenyewe.
kwa kuyafanya yale ambayo sitakiwi kufanya mimi niache, natakiwa kufanya mimi nifanye, na nifanye kwa ukamilifu. Hizi biashara za kujifanya tunajua ndio zinaingiza nafsi kwenye nini? Kifungo. Kama mimi sijaweza kuacha kuiangamiza, yani kuiangamiza nafsi yangu, mwili wangu na maisha yangu, sababu nafsi yangu nikishaiangamiza hivyo, yani nikishaifunga kifungoni, ina maana naangamiza mwili, naangamiza maisha yangu mwenyewe. Kwa maana sitaweza kufanya kitu cha mtu mwingine kwa uaminifu. Sitaweza kufanya chochote kuhusu Mungu kwa uaminifu. Na ndio maana tuliookoka kuachana na dhambi, hakuna kitu kigumu kama hicho. Mwambie mtu funga siku 7 bila kula uombe, atafunga. Kwake si shida. Mwambie mtu sasa ingia kwenye jukumu hili ili uondokane na hili, hawezi. Hawezi. Hichi ni kifungo. Ni kifungo. Na watu tuliookoka tunaishi na vifungo hivyo. Kama siwezi kuacha kile ambacho ninachotakiwa kukiacha, ninaiangamiza nafsi yangu, naangamiza na maisha yangu na mwili wangu na kadhalika. Na ninapofanya hivyo, ninapoangamiza sasa, yani ninaposhindwa kuacha kuidanganya nafsi yangu, kuiumiza, kuiangamiza kwa sura hiyo ambayo nimeeleza, utashangaa sana. Mimi niko kwenye fungu la muuaji. Niko kwenye fungu la nini? La muuaji. Mauti nilisema maanake ni kupotea milele. Na yale ambayo yanahusu nafsi yangu kupotea milele, mimi sikuzuia yasipatikane kwenye nafsi hii. Nikaachilia nafsi yangu ikaendelea, nikaidekeza, nikaibembeleza kwa hayo. Mimi nimekuwa muuaji wa nafsi yangu. Kwa hiyo Biblia inaposema kwamba tutaenda kusimama mbele ya kiti kikubwa cheupe cha hukumu, tunaenda kujibu mashtaka ya kile ambacho kimeenda kupotea milele. Mimi nawajibika. Kwa hiyo mimi ni muuaji. Nafsi yangu nimeiangamiza milele. Naenda kutoa hesabu. Watu wako kuzimu sahihi. Lakini kuna siku Biblia inasema kwamba kila mtu atasimama mbele ya kiti kikubwa cheupe cha hukumu kutoa hesabu. Hesabu gani? Hii inasema na wewe. Tafsiri ndio hii. Kwa sababu mimi ndio nimebeba dhamana ya nafsi kuangamia. Ndio maana tunasema kwamba maamuzi ni yangu mimi. Sihitaji mtu mwingine kunifanyia maamuzi. Na lazima nifanye maamuzi, niondoke kwenye hichi kipengele cha mimi kuitwa kuwa muuaji. Mbele za Mungu natambulika kwamba ni muuaji. Sasa swali, nawezaje mimi kutokuua watu wengine kama nafsi yangu peke yangu ninaiangamiza? Nawezaje? Nitawezaje mimi kuhatarisha maisha yangu mimi alafu nishindwe kuhatarisha maisha ya mtu mwingine? Utaelewa kwamba sisi wanadamu ni wabaya, ni wanyama, na mioyo yetu ni mibaya kwa kuhatarisha maisha ya watu wengine. Mtu amekuamini, tuachane na Mungu kukuamini. Mtu amekuamini akakupa dhamana, ulipashwa useme siwezi, hapana, sitaki. Si dhambi kukataa. Hata wokovu watu si wanakataa, si dhambi, ila ina adhabu yake. Kukataa wokovu watu wanakataa, ina adhabu yake. Ndio maana Mungu amlazimishi mtu. Sasa kama mimi nimeweza kuhatarisha nafsi yangu, najua kabisa kama yule ambaye ametuambia mtumishi asubuhi kwamba
mtu anasema kwamba yeye anataka uongo kadogo siwezi kusema. Huyo si muuaji wa nafsi yake sasa. Ndio yeye anasema kwamba ni vitu ambavyo vinafanyika na sisi lakini hatujui kwamba sisi ni wauaji. Hiyo siku utasimama pale uhukumiwe kwa dhambi ya mauaji na usielewe uliua nani. Kumbe kitu cha kwanza niliua nafsi yangu. Na kama nilikuwa na uwezo wa kuua nafsi yangu, si zaidi kuua nafsi za watu wengine. Ni watu wangapi tunawaumiza wakati alikuamini? Uliniamini ukanibebesha dhamana. Alafu from nowhere, hata bila kuja kukuambia kwamba dada ama sijui wewe mwajiri wangu, mimi kazi naacha. Unaondoka, mnaagana vizuri. Kama ni nauli, natoa mfano, labda ni nyumbani, nauli anakupa ya kuja kazini kesho mathalan. Unajua kabisa kwamba sirudi hapa. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Kuna mtu muuaji kama huyo? Unajua kabisa mimi sirudi hapa. Unamwagaya mama kesho. Unasema unaondoka naye. Hurudi. Anakupigia, unaiangalia simu hapo umeweka kwenye meza yako loka ama kwenye kitanda ama kwenye kiti. Unaona anakupigia. Hiyo ni nafasi unapewa ya kumjibu. Kumwambia mama samahani, jana sikuweza kukuambia lakini mimi siji tena. Naomba unisamehe. Na msamaha muombe. Unaiangalia simu. Naigeuza. Ama unazima. Sio muuaji wewe. Kabla hujaua nafsi ya huyo, umeua ya kwako kwanza. Maana huyo anayeumia sasa hivi alikuwa ni mtu labda anaenda kazini, labda na watoto pale. Sasa anashangaa, mbona hajaja na kupigia? Unafikiri nafsi yake itajisikiaje? Kazini kule hivi unamwingiza mtu kwenye mahangaiko, anaumia. Unaua. Wangapi tumewaua? Lakini kabla ya kuwaua hao, niliua ya kwangu kwanza. Kwa sababu ili niue nafsi za watu wengine, ya kwangu haiko hai. Sababu nafsi iliyo hai haiwezi kufanya haya. Ndio maana nasema kwamba mtu anajifanya mwaminifu. Wewe mpe mwaka, hata mwaka kwanza ni mwingi sana. Mpe miezi. Akimaliza mwaka huyo amejaribu sana. Miaka 2 amejaribu. Miaka 3 amejaribu. Lakini kama nafsi yake alishaiua, atakuja kuiua ya kwako pia. Siku ya kuondoka kwake, ama siku ndo amebaki pale mpaka unakuja kumfukuza, atakuwa ameshakuua, amekumaliza. Kwa hiyo uaminifu sio kuambiwa na mtu kufanya kitu alafu ukafanya. Eti uliambiwa imba na wewe ukaimba. Ndio uaminifu. Hapana. Uaminifu uko ndani, very deep inside. Kule mahali Mungu anapopatazama kwanza, ndio akuhesabia haki katika hicho ulichofanya. Uaminifu unakaaga huko na unatoka huko. Sasa sisi tumekuwa wauaji. Ni kanisani unabebeshwa dhamana. Unapewa kufanya kitu. Alafu wewe unafikiri unamwimbia Helena hapa? Ama sio labda nikasafara unafikiri unamwimbia mchungaji pale? Hapana. Umeiua nafsi yako kwa kutokufanya kwa uaminifu kile unatakiwa kufanya. Alafu unaiua nafsi ya yule aliyekuweka hapa. Kwani tumempa shetani nguvu ndani ya kanisa? Kwa sababu kila itwapo leo tunamwaibisha Mungu kwa kuiua nafsi yake. Kuidhoofisha na kumwonyesha shetani kwamba ndo anaweza. No, unakaa tu unasema kwamba kuna shida. Utafika siku hiyo ndio utakutana na yeye, ndio utaelewa. Utayakumbuka haya. Utayakumbuka. Tumeua sana. Tukianza na nafsi zetu. Huwezi kitu mwambie muhusika, siwezi, sitaki,